Na kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Wanaanga wa China waendelea na utafiti muhimu katika kituo cha Tiangong. Watalii wanufaika na marejesho ya kodi ya papo kwa hapo China, na Umoja wa Mataifa wateua wajumbe wa jopo huru la kisayansi la kimataifa kuhusu akili bandia wawili wakiwa wataalam kutoka China. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa, usiondoke. Wanaanga wa Shenzhou 21 wa China wameendelea na utafiti muhimu wa anga katika kituo cha anga cha Tiangong, wakifanya majaribio ya kisayansi, matengenezo ya kituo na ukarabati wa vifaa. Jaribio hili linaonekana kuwa muhimu kwa maendeleo ya safari za muda mrefu za anga na kuimarisha nafasi ya China katika utafiti wa anga duniani. Ronald Mutie anatuarifu zaidi. Wanaanga wa Shenzhou 21 wanaendeleza utafiti muhimu wa safari za anga katika kituo cha Tiangong, na katika wiki iliyopita walitekeleza majukumu mbalimbali yakiwemo majaribio ya kisayansi, matengenezo ya kituo na ukarabati wa vifaa. Kwa mujibu wa shirika la anga la China, ujumbe huu ni muhimu kwa safari ndefu za anga na kuimarisha nafasi ya China katika utafiti wa anga duniani. Kikosi kinaundwa na kamanda Zhang Lu pamoja na wanaanga Hu Fei na Zhang Hongjiang ambao wamekaa angani zaidi ya miezi mitatu na watasherehekea sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa Kichina wakiwa angani. Ndani ya moduli kuu, wanaanga walitumia mfumo wa mafunzo ya utambuzi kukamilisha majaribio ya utambuzi wa picha pamoja na jaribio la fisikia ngavu, yani microgravity, wakikusanya data ya tabia, kuchunguza athari za safari ndefu za anga. Wanaanga pia walishirikiana na roboti janja Jiaohang katika majaribio ya mahusiano ya kimaeneo na mwingiliano wa aina nyingi, wakichunguza njia za kuboresha ushirikiano kati ya binadamu na roboti angani. Vilevile walishiriki katika utafiti wa masomo wa misuli na mifupa wakati wa mazoezi, wakikusanya data kwa kutumia viisi vya shinikisho la nyayo na vifaa vya ultrasound, pamoja na kufanya majaribio ya nguvu kwenye viungo vya chini wakiwa na viatu maalum vinavyoiga mfumo wa viumbe hai. Kikosi hiki pia kilifanya majaribio ya EEG kubaini mabadiliko ya ubongo angani na kuangalia jinsi ubongo unavyojirekebisha kwenye mabadiliko ya mazingira. Aidha, walikamilisha kazi za fizikia ya mvuto mdogo, matengenezo ya mfumo unaosaidia maisha unaorejesha, usafi na ukarabati wa kabini, na pia kubadilisha vifaa vya kushikilia miguu. Mpango wa visima vya maji unaoungwa mkono na China umepanua upatikanaji wa maji katika jamii za vijijini na pembezoni mwa miji nchini Zimbabwe, ukiimarisha juhudi za kupona baada ya maafa na kuendeleza maisha tangu kimbunga Idai mwaka 2019, kama anavyoripoti mwenzangu Hamis Darwesh. Kimbunga cha kitropiki Idai kiliingia Zimbabwe kutoka nchi jirani ya Msumbiji na kusababisha mafuriko pamoja na hasara kubwa ya maisha na mali. Mpango huo ulianzishwa chini ya juhudi za serikali ya China za kurejesha huduma za maji na usafi wa mazingira baada ya vimbunga na ukame, na umeleta manufaa ya kudumu. Katika kituo cha maendeleo cha Mahusekwa ambako visima vilichimbwa mwaka jana, maji ya uhakika sasa yanasaidia kuendesha makumi ya biashara ndogondogo na kaya, yakionyesha jinsi hatua hiyo inavyoendelea kuimarisha ustahimilivu wa jamii miaka 7 baadaye. We now have clean water to wash our products and for customers to wash their hands before they eat. We also fetch water to use at our homes because there is an intermittent supply. Upatikanaji wa maji wa uhakika pia umeunda fursa za ajira, hasa kwa wajasiriamali vijana kama mmiliki wa biashara ya kuosha magari Loveness Marabwanya. Get people who were going to fetch the water for me from the river, but it's very far and I was going to pay more for that. To imagine that the water is just like few meters away, so it's very easier and very convenient for me. Kisima hicho kinatumia nishati ya jua, jambo linalomaanisha kuwa jamii inaweza kupata maji saa yoyote ya siku, likiongeza uhakika na uendelevu. Hakuna tena vikwazo vya gharama za mafuta au kukatika kwa umeme. Mahusekwa ni moja ya zaidi ya jamii 300 kote nchini zinazonufaika na visima vilivyochimbwa chini ya msaada wa China wa kukabiliana na maafa.
China imepanua huduma ya marejesho ya papo kwa hapo ya kodi ya ongezeko la thamani yaani VAT katika maduka makubwa, hatua inayorahisisha ununuzi kwa wageni wa kimataifa na kuongeza matumizi yao nchini humo, kama anavyoarifu mwenzangu Simiyu Wanjala. Huduma hiyo iliyozinduliwa Aprili mwaka jana inawawezesha wasafiri wa kimataifa kurejeshewa kodi mara moja kupitia udhibitisho wa kadi ya mkopo badala ya kusubiri hadi wanapoondoka nchini kwenye viwanja vya ndege. Wanunuzi sasa wanaweza kukamilisha mchakato huo ndani ya dakika chache katika vituo maalum vilivyopo ndani ya maduka yanayoshiriki. Hatua hiyo imeongeza mvuto wa bidhaa maarufu, hususan vifaa vya teknolojia ya kisasa kwa wageni wa kimataifa. Miongoni mwa maduka yanayonufaika na mpango huo ni duka la mtengenezaji wa ndege zisizo na rubani DJI lililopo katika jengo la biashara la China World Mall. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa mwaka 2025 wageni wa kimataifa walifanya zaidi ya safari milioni 82 za kuingia na kutoka nchini China, ikiwa ni ongezeko la 26% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Wizara ya biashara ya China imesema kuwa matumizi ya wageni wa kimataifa ni muhimu katika kukuza matumizi ya jumla ya taifa na imeahidi kuongeza idadi ya maduka yanayostahili kushiriki katika mpango huo pamoja na kuboresha zaidi huduma za marejesho ya kodi. Since the launch of the instant tax refund service, the spending by foreign customers at our store has increased by 5% to 10% every month. Mawaziri wa afya na fedha kutoka Afrika wametoa wito wa pamoja wa kuhamia kutoka utegemezi wa misaada ya nje kwenda kujitegemea katika mifumo ya afya. Viongozi hawa wanalenga kuimarisha uwezo wa bara hilo kukabiliana na majanga ya kiafya siku zijazo. Tom Wanjala ana maelezo zaidi. Hafla hii iliandaliwa katika makao makuu ya Africa CDC Addis Ababa nchini Ethiopia. Walitoa wito wa kuimarishwa kwa uwezo wa kutengeneza chanjo ndani ya bara la Afrika pamoja na kuhamasisha rasilimali za ndani ili kufadhili vipaumbele vya afya katika mataifa yao. The era of decreasing funding. People must think outside the box. Have various ways of raising money domestically, taking ownership. Many countries have now come up with various taxes like sin taxes to finance their own health system, and this is something that we want to commend. Sarah Kleto Rial, waziri wa afya wa Sudan Kusini, aliunga mkono msimamo huo, akisisitiza umuhimu wa uzalishaji wa dawa ndani ya bara la Afrika. It's time to think about what we Africans can do ourselves in terms of local manufacturing of drugs. That should be a focus. Msukumo huo unaendana na mkakati mpana wa Africa CDC wa kutekeleza kikamilifu ajenda ya usalama na uhuru wa afya Afrika, ambayo inalenga kuhakikisha bara hilo halibaki nyuma endapo kutatokea janga siku za mbeleni. A sovereign continent cannot depend on the fluctuation of external aid for its vaccines. We must finance our health through domestic resource mobilization and African-led financial institutions. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limeteua wajumbe 40 wa jopo huru la kimataifa la kisayansi kuhusu akili bandia yaani AI, likiwemo kundi la wanasayansi wawili kutoka nchini China. Nilifuatilia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Muhula wa wajumbe hao wa miaka mitatu utaanza Februari 12 mwezi huu na kumalizika Februari 11 mwaka 2029. Wanasayansi wa China walioteuliwa ni Song Haitao ambaye ni rais wa taasisi ya utafiti wa akili bandia ya Shanghai, pamoja na Wang Jian, mwanataaluma wa chuo cha uhandisi cha China na mtaalam kinara wa teknolojia ya kompyuta. Katika taarifa yake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema uteuzi huo ni hatua ya msingi kuelekea uelewa wa kisayansi wa kimataifa kuhusu AI. Alieleza kuwa wajumbe hao walichaguliwa kutoka zaidi ya wagombea 2600 baada ya mchakato huru wa tathmini uliofanywa na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya teknolojia za kidijitali na zinazochipuka pamoja na UNESCO.
Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wajumbe wa jopo hilo jipya lililoanzishwa ndani ya Umoja wa Mataifa watahudumu kwa uwezo wao binafsi, si kama wawakilishi wa nchi zao. Katibu mkuu alisema jopo hilo linajumuisha wataalamu wabobezi wa AI kutoka taaluma mbalimbali duniani kwa uwakilishi wa kijiografia na kijinsia ulio sawa, na litatoa tathmini huru na zisizoegemea upande wowote kuhusu fursa, hatari na athari za AI, pamoja na kuchangia majadiliano ya kimataifa kuhusu usimamizi wa AI. Aliongeza kuwa wakati ambapo teknolojia ya AI inaendelea kukua kwa kasi, jopo hilo litatoa mwanga wa kisayansi wa kina na huru utakaosaidia nchi zote wanachama kushiriki mjadala kwa usawa bila kujali uwezo wao wa kiteknolojia. Katika sehemu yetu ya Ifahamu China, mmiliki wa duka maarufu la mtaani mjini Chongzhou mkoani Henan katikati ya China amejipatia maarufu mkubwa mitandaoni kutokana na mitendo yake kipekee ya kutengeneza chapati za maji. Mwenzangu Zakia Pong amefuatilia basi ripoti hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mmiliki wa duka maarufu la mtaani mjini Zhengzhou, mkoa wa Henan katikati ya China, amepata umaarufu mkubwa katika mitandao ya kijamii kutokana na mitindo yake ya kipekee ya chapati za maji. Yang Qiankun, mwanaume mwenye umri wa miaka 27, anaweza kupika chapati za maji za kuvutia zenye umbile la wanyama, wanasesere, mabaki ya kitamaduni na hata meli za kubeba ndege za kivita na helikopta. Chapati maji hizo za mitindo ya kipekee zimekuwa maarufu sana kwa wanafunzi wa shule za msingi mjini humo kutokana na aina ya kipekee ya mitindo na bei nafuu. Yuan moja kwa chapati moja. Video za Yang zinazoonyesha mapishi ya chapati maji na mauzo zilipata umaarufu haraka kwenye mtandao wa kijamii wa Douyin, ambao ni mbadala wa TikTok nchini China, na kuvutia maelfu ya wafuatiliaji ndani ya wiki chache tu. Kwa mujibu wa Yang, ana zaidi ya vigezo 10 vya mitindo kwa chapati za maji vinavyohusisha maeneo kama sekta ya kijeshi, wanyama, usanifu, majengo, mabaki ya kitamaduni na vyakula vya baharini, ili kutimiza mahitaji ya wateja wengi wadogo. Wakati mwingine pia anapata mawazo kutoka kwa wafuatiliaji wake wa mtandao wa kijamii kupitia chapati maji zake. Akiwa na shahada ya uzamili ya uhandisi, Yang alikuja na wazo la sanaa ya chapati za maji wakati alipokuwa akijifunza ujuzi wa mapishi kutoka kwa baba yake baada ya kuacha kazi yake ya awali. Anasema kwamba mara ya kwanza alishangazwa na mwitikio mzuri kutoka kwa wateja wake, wanafunzi na wafuatiliaji wake wa mtandaoni. Sasa anajihisi furaha kwamba chapati maji zake zinaweza sio tu kuondoa njaa kama chakula, bali pia kuendeleza furaha kwa watoto na watu wazima kama zawadi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na katika sehemu yetu basi ya Jifunze Kichina, katika sehemu hii tunakuletea mafunzo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia zaidi. Basi kwa pamoja, karibu tuweze kujifunza Kichina.
Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第5课，你会不会做饭？ Sikiliza rekodi hii na usome. 包子，包子，医生，医生，厨师，厨师。 Sasa tunajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 会，会，做，做，真，真，好吃，好吃。 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 会 Tafadhali soma nami maneno haya. 会做饭， 会做饭， 不会做包子， 不会做包子。 做， 做饭， 做饭， 真， 真大， 真大， 真漂亮， 真漂亮， 好吃， 很好吃， 很好吃， 不好吃。 不好吃。 Treni ya sanduku la hazina. Utapokea sanduku la hazina ukisoma herufi za Kichina sahihi. Treni ndogo hatimaye italeta sanduku la hazina. 会， 做， 真， 好吃， 包子， 医生， Msako wa hazina. Kuna kasha la hazina ndani ya pango. Kama ukijibu sahihi, unaweza kupata ufunguo wa kufungua kasha la hazina na kupata hazina zilizo ndani. 会不会？是不是？要不要？好吃不好吃？高不高？ Kazi ya nyumbani kwa leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza mchezo wa maneno. 再见。 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha makala haya, mimi ni Jacob Magoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.